Mtazamaji wa Nakivona Sports, karibu kwenye mazungumzo yetu yanayohusiana na tunu ya taifa, na hii si nyingine ni miaka 61 ya muungano wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hapa nazungumza muungano ambao umeasisiwa na wazee wetu. Si mzee wetu wa kwanza kabisa ni Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, na mzee wetu wa pili ni mzee wetu Abeid Amani Karume, ambao kwa sasa wote wamepumzika kwenye nyumba yao ya milele. Mimi ni Sike, ripota kutoka Dar es Salaam, na hapa nipo kisiwani Pemba, nipo wilaya Chake Chake. Nipo eneo zuri kabisa la Gombani, ambako hapa tunakwenda kuzungumza na kiongozi ambaye anakwenda kutuambia miaka 61 kwa yeye ameona maendeleo namna gani, na lakini pia miaka 61 hii kwa taifa letu unaona tunakwenda wapi kimaendeleo. Kwanza Watanzania wasikie jina lako na nafasi yako. Karibu sana. Asante, naitwa Shaban Mwanga. Mimi ni kiongozi mkuu wa chama cha wataalamu Tanzania. Hii ni taasisi iliyoundwa na wanafunzi ambao walisoma Zanzibar miaka ya nyuma. Sisi tumesoma Zanzibar, chuo cha elimu kiko Chukwani, sasa hivi wanaita Sumait University. Kwa hiyo sisi tumesoma kampasi ya Zanzibar ambayo ni International University of Africa Khartoum. Kwa hiyo baada ya kukaa wakaamua kuunda chama ambacho kikubwa ni walimu ambao wapo nchini Tanzania. Na mkuu ya juu ya chama hiki ni kiongozi mkuu wa chama. Safi sana. Tafasiri, tunaongea na kiongozi wa wataalam kwenye eneo la utaalam, na hichi chuo ambacho mekizungumza ni sehemu ya matokeo chanya ya muungano wa miaka 61. Wewe ni msomi na ni kiongozi wa daraja la juu. Ukiutizama muungano wetu na miaka 61 ambayo inasherehekewa, makini sherehe hii, unaiona Tanzania tumepiga hatua kwa kiwango gani, na unaiona wapi Tanzania ikiwa chini ya muungano? Kwanza tunawashukuru viongozi wetu. Hilo ndo jambo la kwanza. Wamekuwa sio wabaghili, wamekuwa sio binafsi, kwa lugha rahisi sana ya kueleweka. Sisi ambao tulikuja Zanzibar miaka hiyo, na ukija sasa hivi kama hujaja frequently miaka miwili mfululizo au mitatu, unaweza ukasahau vivi visiwa vya Zanzibar, hususan kwenye sekta ya michezo unaweza ukasahau. Nyie wenyewe nadhani ni mashahidi. Dr. Hussein Ali Mwinyi, kazi aliyoifanya ni kubwa sana, ni kazi iliyotukuka. Ukiangalia miundombinu ya kimichezo, ukiangalia uwanja wa Amani, sasa hivi una hadhi ya kuchezewa mashindano ya World Cup. Lakini angalia viwanja ambavyo vimejengwa Unguja. Leo hii tuko Chake Chake hapa Gombani. Angalia uwanja wa Gombani ulivyo. Ni uwanja mkubwa mzuri ambao umejengwa hivi karibuni na Dr. Hussein Ali Mwinyi. Lakini angalia barabara za Pemba zinavyokarabatiwa. Ndio utajua kwamba kwa kweli viongozi wetu hawajawa wa binafsi. Lakini ukienda, mimi nimejaribu kutembea, nimeenda mpaka Kojani, lakini nimeona miundombinu shule za primary ni za gorofa. Hatukuwahi kuona mambo haya kabla ya hapa. Lakini ukipanda mkoani, kila engo pameguswa, kwa maana visiwa vya Zanzibar. Na hii tunavozungumza ni sherehe za miaka 61 ya uhuru, sio? Lakini ukienda bara, angalia vitu ambavyo vimefanyika na Dr. Samia Suluhu Hassan. Angalia miundombinu ya hospitali, angalia mashule, angalia madaraja, angalia vivuko, angalia hospitali, angalia zahanati, angalia SGR, angalia bwawa la Mwalimu Nyerere, angalia bwawa la Busisi, angalia sekta ya utalii, angalia uhuru wa habari, angalia uhuru wa kidemokrasia. Watu wameandamana mpaka wamechoka. Sasa hivi nadhani wanakuja na chokochoko nyingine, lakini nadhani tuna haja ya kuwashukuru na tuna haja ya kuenzi viongozi wetu ambao wapo madarakani. Wamekuwa sio binafsi. Wazee wetu, ukiweza kuzungumza na wazee, hii ni miaka 61, sio? Kwa mtu aliyezaliwa wakati ule tunafanya muungano wetu, sasa hivi ana miaka 61. Ukimpata mtu huyo akakuelezea nchi imepitia kwenye maeneo gani, utajua tuna haja ya kulinda muungano wetu, tuna haja ya kuilinda amani yetu. Hili si jambo ambalo linatakiwa liwe la mchezo. Kila raia wa nchi hii anatakiwa aone hii ni tunu ya nchi yetu. Amani tulionayo ni tunu yetu. Tumeona miundombinu, tumeona vitu vingi vikifanyika. Bila amani huwezi kuleta maendeleo ya wananchi. Bila amani hatuwezi tukapata maendeleo ya mtu mmoja mmoja. Kwa hiyo naiona miaka 61 ya muungano wetu
ni ya mafanikio makubwa ukiangalia na ukilinganisha na kazi zinazofanyika na viongozi wetu Dr. Hussein Ali Mwinyi na Dr. Samia Suluhu Hassan. Kiongozi mkuu amezungumza kwenye swala la muungano na miaka 61, lakini bahati iliyopo ni kwamba miaka 61 tupo kwenye mwaka wa uchaguzi. Tunafahamu bara la Afrika historia yake na dunia, ikifika swala la uchaguzi mara nyingi nchi nyingi huwa zinapita kwenye mtikisiko mkubwa. Tumeanza kuona watu wanachokoa hapa, mara wanasema hichi, mara wanasema kile. Nataka uzungumze na wanasiasa kwa picha ya jumla. Maana ya kwenda kwenye uchaguzi ukiwa kwenye muungano ina maana gani? Kwanza tunachokifurahia sisi ni aina ya viongozi tulionao madarakani. Tukianza na Dr. Samia Suluhu Hassan, ni mvumilivu sana. Mimi huwa namuita ni Iron Lady. Ana uvumilivu wa hali ya juu, anaweza kucontain. Lakini upande wa pili kwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, matukio hana chokochoko, hababaishwi. Hawa viongozi wote wametulia, wametuama kwa lugha rahisi. Hiyo ndo faida moja wapo tulionayo. Kwa hiyo hata hawa umeona chokochoko ni nyingi zimeanza, lakini hawa babaiki wametulia. Ni kwa nini? Kwa sababu wanajua madhara ya kuchafua hali ya kisiasa na kuchafua hali ya amani ya nchi yetu. Hilo ni moja. Lakini ni watake na kuwaomba wanasiasa wote watambue hata wafanye nini wataondoka katika ardhi hii. Hata wapewe vipi wataondoka katika ardhi hii. Sasa asiondoke mtu akaacha dosari katika wale ambao wanabaki. Kwa sababu sisi ni wanadamu, tutakufa tu. Ukimiliki utakavumiliki utaondoka. Vurugu leta utakavoleta utaondoka. Kwa tuwaombe wawe mstari wa mbele kuidumisha amani ya nchi yetu. Tumeviona vyama baadhi vikiwa na tabia hiyo. Na hivyo vyama, ndugu zangu, nitumie fursa hii pia kuzungumza na wananchi. Waangalie vyama vyote vyenye chokochoko na vurugu. Viongozi wao wanao uwezo na wamepewa nafasi za kuishi nchi nyingine vurugu zinavyotokea. Hili liko wazi. Waangalie viongozi wote wenye tunao vyama takriban 17. Wale viongozi ambao familia zao zipo nchini Tanzania. Wale viongozi ambao ndugu zao wengi ambao wanawategemea wapo Tanzania. Wale viongozi ambao wenyewe wanaishi Tanzania 100% hawana vurugu. Viongozi wote wanaoleta chokochoko na wenye vurugu ni wale wenye hifadhi kutoka mataifa makubwa. Wanajua tu ikitokea vurugu wao wanakimbia, wanatuachia shida. Kuna mmoja alisema atakinukisha. Sasa akikinukisha tu, huku kikinuka ye huyo amekimbia na anapewaga ulinzi kwenye ndege, ameondoka zake. Sisi ndo tunabaki na matatizo. Kwa lazima tujue wananchi kwamba ni lazima tuweze kuilinda amani ya nchi yetu, lakini pia ni lazima tuweze kushirikiana na kuwapa nafasi viongozi wetu tuliowachagua. Kama mtu anahisi kwamba ana uwezo, aje kwenye uchaguzi. Sisi wananchi ndio ambao wenye mamlaka ya kuchagua. Wao wanafanya kazi zetu kama nani? Unaposema humtaki fulani, wewe uchagui. Tuachie sisi wananchi, njoo tuambie wananchi mnichagueni mimi. Ni kwa nini wanalazimisha? Kwa hili jambo liwe ni jambo la makini sana. Tumeona mataifa yaliyoko jirani hayajatulia, kila mmoja anataka kuja Tanzania. Ni kwa sababu gani? Kwa sababu Tanzania kuna amani. Sasa tuwe makini na viongozi hawa. Vyama vya kisiasa vina viongozi wao. Msajili wa chama ndiye mlezi wa vyama. Watu wote ambao wanaingilia ofisi ya msajili hawastahili kufanya hivyo. Wamwache msajili alee vyama. Wenye vyama wazungumze na msajili. Hili ndio jambo la busara ambalo ningewataka viongozi mbalimbali. Tumewashuhudia hata viongozi wengine wastaafu na chokochoko. Wewe umehudumu miaka 30, wengine wamehudumu miaka 40 kwenye serikali, wengine wamehudumu miaka zaidi ya 20, lakini hakuna aliyewaletea chokochoko kwa sababu wao wapo nje ya mfumo, ndio wanakuwa chanzo cha kudestabilize serikali yetu. Hili jambo sio jambo jema. Sio jambo jema. Sisi kama vijana wa Tanzania tunawiwa na tunahamu kuona amani inaendelea kudumu. Sisi of course swala la kuondoka kwa mtu katika ardhi hii ni jambo la Mungu. Lakini sisi kama vijana hatupendi
kuona migongano, chokochoko, vurugu zinazosababishwa na watu ambao hawaipendei amani yetu. Kwa hiyo hilo ndilo ambalo tunaweza tukalisema katika mwaka huu wa uchaguzi, tukawachague viongozi ambao sisi ndio tunaowataka, na sisi tunaona ni kiongozi gani anatufaa, na kiongozi anayetufaa ni yule aliyefanya yale ambayo sisi wananchi tunayataka. Tumetaka hospitali, tumejengewa. Tumetaka barabara, tumejengewa. Tumetaka shule, tumejengewa. Tumetaka amani, ipo. Tumetaka uhuru wa kujieleza, tumepewa. Tunataka nini kingine? Sasa inawezekana hao wameshiba, sisi hatutaki jambo hili. Na tunaomba wananchi kwa kweli sote kwa pamoja tuachane na viongozi ambao wanaleta chokochoko la uchafuzi wa amani ya nchi yetu. Hii ni nchi yetu, hatuna nchi nyingine, hatuna ardhi nyingine ya kukimbilia sisi. Hali ikibadilika, tunaona katika miaka 61, tusisahau machafuko ya uchaguzi wa miaka ile ambao watu walikimbia nchi. Watu visiwa vya Zanzibar, kuna watu walienda shimoni na kuna wengine mpaka leo hawakurudi. Madhara yalitokea kwetu sisi. Wale viongozi waliosababisha yale hawapo, wengine wamefariki, lakini wengine wanaishi maisha mazuri. Lakini sisi wananchi ndio tunapata adha. Wanawake ndio waathirika wakubwa, watoto ndio waathirika wakubwa, lakini sisi vijana tunashindwa cha kufanya kwa sababu hatuwezi tukafanya tena kazi za maendeleo. Tuwaase viongozi wetu wastaafu. Tuwaase viongozi wa vyama vya kisiasa wasije wakajaribu kuhatarisha usalama wa nchi yetu. Wale viongozi wanaosema watakinukisha, wale viongozi ambao wanasema wapo tayari kuasi, tunatakiwa tuwatenge na tuwashughulikie sisi wenyewe wananchi. Hatutaki nchi yetu iwe na machafuko. Hatutaki nchi yetu iondoke na amani. Sisi tunashiba amani tulionayo. Kama unataka kuleta vurugu, katafute taifa ambalo lina vurugu. Kwa hiyo kwa kifupi, sisi tunasherehekea miaka 61 ya muungano, huku tukiwapongeza viongozi wetu wa pande zote mbili, kwa maana Dr. Hussein Ali Mwinyi, lakini our Iron Lady Mama Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa aliyoifanya katika nchi yetu. Amefanya kazi kubwa. Banyani mbaya kiatu chake ni dawa. Mnyonge mnyongeni haki yake mumpe. Mama Samia ameweza kwanza kucontain hali ya kisiasa, ameweza kucontain wakorofi wote, wamepewa nafasi. Imagine hao wote, angalia hao wote ambao wanaleta vurugu, hakuna hata mmoja alikuwepo Tanzania. Hapo siku za nyuma walikimbia. Walikimbia nchi. Mama akasema no, nchi ni ya kwetu, msikimbie, njooni tukae wote tushirikiane. Wote mama amewaita. Wote tukae, mnataka nini? Na anasikiliza. Tatizo la watu ni wa binafsi. Mtu mmoja anataka aweze kusimamia maslahi ya watu milioni 61, kwamba yeye ndo mwenye uwezo, mwenye akili. Haiwezekani. Kwamba toa ushauri wako, ukisha shauri kaa pembeni. Ushauri unaweza ukafanywa kazi, ushauri unaweza usifanywe kazi. Mama amewapeleka mchini. Watu walikuwa na mashtaka mengine, watu walikuwa hawezi hata kukaa kuwa huru. Mama amewacho. Watu ambao walikuwa kuna fedha ambazo zilikuwa watu wamenyang'anywa na nini. Mama amesema watu wote warudishwe fedha zake. Unampata wapi mtu kama huyo kwenye karne hizi na ulimwengu huu wa sasa hivi? Kwa hiyo Mama Samia anajitahidi sana. Na ndio maana kwa kauli moja tunasema watu wote tumeshawapima. Huyu mama tunataka aendelee. Watanzania wanajua hilo, na hicho ndicho kinachowasumbua baadhi ya watu. Huyu mama walikuwa wafikiri kwamba ana uwezo kiasi hicho. Uitambuke kwamba Samia sio kwamba ameanza kuongoza akiwa rais, sio kwamba ameanza akiongoza akiwa makamu wa rais. Dr. Samia Suluhu Hassan amekuwa kiongozi, tena si wa nchini, wa kimataifa, miaka zaidi ya 21. Mama Samia amefanya Umoja wa Mataifa. Mama Samia amekuwa kwenye serikali kwa takriban miaka 21, yupo kwenye sekta mbalimbali. Leo hii unakuja kusemaje hawezi? Na amewaprove, ameonyesha. Sasa kile wanapoona na perform, anavyoona na progress, hakuna mtu ananyang'anywa pesa zake, hakuna mtu anashurutishwa, lakini mambo yanakwenda, wananchi wamefurahi, kila mtu nchini Tanzania ana furaha. Hilo ndilo linalo wapa shida, na ndio maana kwa sababu ya ubinafsi yao, roho ya korosho, wanataka kuharibu hali ya kisiasa ya nchi yetu. Kamwe Watanzania tusikubali, kamwe vijana tusikubali, kamwe wazee tusikubali. Tutumie muda wetu mwingi kuhamasisha kazi za maendeleo, lakini pia tutumie muda wetu kuilinda
tunu ya amani tulepewa. Hii miaka 61 ya muungano wetu, kuna watu nao wanataka waje waione miaka 61 mingine. Tukikinukisha, ni nani ataona ya maisha yatakuwa ni magumu. Kwa kifupi niseme kwamba miaka 61 ina mafanikio makubwa sana, kielimu, kisiasa, kiuchumi, kiafya, lakini kidiplomasia. Tumeona nchi yetu tunaweza tukafungamana na nchi mbalimbali, mataifa mengine yanakuja Tanzania, sisi tunaenda kwenye mataifa mengine. Na nafikiri hao watu wakae waone, watumie hizo fursa ambazo Dr. Samia Suluhu Hassan ameziunda za kufungua nchi, wazitumie kwa ajili ya fursa mbalimbali, sio kwa ajili ya kukinukisha. Hatupo tayari kunuka sisi. Tuambie kabisa hilo jambo kamwe haliwezi likatokea. Na tunalishukuru jeshi la polisi linawashughulikia, na tunatoa ahadi na tunaliomba jeshi la polisi Tanzania wawashughulikie kweli kweli wale wote ambao wanachafua hali ya amani ya nchi. Yoyote yule anayeleta chokochoko, jeshi la polisi tunawaomba muwashughulikie. Na kwa taarifa tu, hakuna Mtanzania yupo tayari kupoteza viungo vya mwili wake, na hakuna Mtanzania yupo tayari kupoteza ndugu yake kwenye masuala ya kijinga, ya maandamano na ya migomo yanayochochewa na hawa viongozi ambao wana uraia pacha, ambao wana makazi ya kuishi nchi za nje. Watuachie sisi hapa. Hili ni taifa letu, tuishi sote kwa pamoja, tuishi kwa amani, tufanye kazi zetu za maendeleo. Shukrani sana. Umezungumza kila kitu. Waswahili wanasema kila na mwenye sikio na asikie. Mimi naongeza na kila mwenye macho atazame. Nasaha, ushauri, rai kutoka kwa kiongozi imesema kila kitu. Nikumbushe jina na nafasi yako. Shaban Mwanga, mimi ni kiongozi mkuu wa chama cha wataalamu Tanzania. Mimi hapa pia ni mtaalamu kabisa, niite Isike, kutoka Dar es Salaam Mzizima mpaka kisiwani Pemba. Safari imeanzia Unguja na hapa nazungumza nikiwa Chake Pemba. Sipo pekee, nipo na timu nzima ya Kivona Media, lakini kwa hapa nimeandamana na camera woman mwite Jackie. Camera woman bora ambaye anafanya vizuri kwenye kizazi hiki cha Rais Samia Suluhu Hassan. Twende tukafanye mambo ya msingi, tuachane na mambo ambayo hayatajenga Tanzania. 61 ya muungano tunajivunia. Hadi wakati mwingine, na Kivona narudi makao makuu.